Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyu. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu afya na biashara iliyo bora. Popote pale ulipo, ubora wa afya hupatikana kwa kuijua afya uliyo nayo. Ubora wa afya yako hupatikana kwa kuijua afya uliyo nayo. Pia ubora wa biashara uliyo nayo hupatikana kwa kuijua biashara uliyo nayo. Ubora wa biashara uliyo nayo hupatikana kwa kuijua biashara uliyo nayo, kwa kuwa ubora wa biashara yako haupatikani popote pale isipokuwa katika maana ya neno biashara. Ubora wa biashara yako haupatikani popote pale isipokuwa katika maana ya neno biashara. Pia ubora wa afya yako haipatikani popote pale. Ubora wa afya yako haupatikani popote pale zaidi ya kwenye maana ya neno afya. Zaidi ya kwenye maana ya neno afya, kwa kuwa neno husika ndiyo funguo pekee ya kuboresha chochote kilicho katika neno hilo. Neno husika ndiyo funguo pekee ya kuboresha chochote kilicho katika neno hilo. Ndio maana ninakwambia ubora wa afya yako upo katika maana ya neno afya. Ubora wa biashara yako upo katika maana ya neno afya. Tazama, biashara maana yake mabadilishano kati ya vitu viwili vinavyohitajiana. Biashara maana yake mabadilishano ya kati ya vitu viwili vinavyohitajiana. Biashara maana yake ni mabadilishano ya vitu viwili vinavyohitajiana. Na afya maana yake ni usawa wa mabadilishano wa vitu viwili vinavyohitajiana. Afya maana yake ni usawa wa mabadilishano wa vitu viwili vinavyohitajiana, na kufanya maisha yako yote ni biashara. Maisha yako yote ni afya, ikiwa na maana usawa wa hivyo vinavyobadilishana. Kwa kuwa popote ulipo kuna kitu lazima kinatoka, pia kuna kitu lazima kinaingia kwa mahitaji yako. Kuna kitu ambacho kinatoka kwa mahitaji ya yule, pia kuna kitu ambacho kinaingia kwa mahitaji yako, na mabadilishano hayo
ndiyo huitwa biashara, na mabadilishano hayo ndiyo huitwa biashara, sababu kuanzia ndani ya viungo vyako kuna kitu kinatoka na kuna kitu kinaingia. Kwenye familia yako kuna vitu vinaingia na kuna vitu vinatoka. Kwenye ukoo wako kuna vitu vinaingia kwa hitaji lako na kuna vitu vinatoka kwa hitaji la yule aliye kwenye familia au kwenye ukoo, kwa kuwa kwako kwa wakati huo hakihitajiki, ila kinahitajika na yule. Pia hata sasa hapo ulipo, pasipo kujalisha ni wapi, kuna kitu unakitoa na kuna kitu unakiingiza kwenye mwili wako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye taaluma yako, kwenye kazi yako, popote pale ulipo, pasipo kujalisha wewe ni mtoto, wewe ni kijana, wewe ni mwanafunzi, wewe ni mkulima, wewe uko wapi, wewe ni kichaa, wewe ni kwa jina lolote, kwa kufanyika, kwa kuitwa kwako, ila hapo hapo ulipo kuna kitu kinatoka ndani yako, kuna kitu kinatoka kwenye duka lako hapo ulipo, kuna kitu kinatoka kwenye biashara yako, kuna kitu kinatoka kwenye taaluma yako, kuna kitu kinatoka kwenye familia yako, kuna kitu kinatoka kwenye ndoa yako, kuna kitu kinatoka kwenye taifa lako, kuna kitu kinatoka kwenye sayari hii ulionayo, na kuna kitu kinaingia hapo ulipo kwa hitaji lako. Kuna kitu kinaingia katika viungo vya mwili wako, kuna kitu kinaingia katika ndoa yako, kuna kitu kinaingia katika familia yako, kuna kitu kinaingia katika dini, dhehebu, taifa, na popote hapo ulipo kwa kuketi kwako na kufanya, popote pale ulipo kuna biashara unafanya, popote pale ulipo kuna biashara unafanya. Ndio, popote pale ulipo, pasipo kujalisha ni mtoto ndio umezaliwa leo, ni kijana, ni mwanafunzi, ni mwanachuo, ni baba, ni mama, umesoma, haujasoma, uko wapi, unaitwa nani, lakini popote pale ulipo kuna biashara unafanya, kuna kitu kinaingia na kuna kitu unakitoa, kuna kitu kinaingia kwa hitaji lako na kuna kitu kinatoka kwa hitaji la yule. Kuna kitu kinaingia kwa hitaji lako na kuna kitu kinatoka kwa hitaji la yule, pasipo kujalisha wewe ni kichaa, pasipo kujalisha wewe uko wapi, pasipo kujalisha wewe ni mgonjwa, pasipo kujalisha wewe ni mama uko nyumbani, pasipo kujalisha wewe uko wapi, lakini hapo ulipo kuna biashara ya muhimu unaifanya, kuna mabadilishano yanafanyika hapo ulipo popote. Kwa hiyo moja
kwa moja ninapozungumza kuhusu biashara, ninakutazama wewe popote pale ulipo. Uwe uko darasani sasa hivi, uwe upo magereza, uwe upo hospitalini, uwe upo popote pale ulipo, uwe upo jalalani, uwe upo barabarani, uwe upo hapo ulipo kwa jina la kuitwa kwake. Lakini moja kwa moja ninapozungumza kuhusu biashara, ninakutaja wewe hapo ulipo, kwa kuwa hapo ulipo kuna biashara unaifanya. Hapo ulipo kuna biashara unaifanya. Biashara hiyo unaifanya kwa walio ndani yako, ndani ya mwili wako, ndani ya viungo vyako, ndani ya ndoa yako, ndani ya kabila lako, ndani ya taifa lako, ndani ya dunia yote, ndani ya kila sayari, popote pale ilipo. Wewe unafanya biashara ya mabadilishano ya chochote kilichopo kwenye sayari yoyote. Ndio maana hata mwanga wa jua upo hapo kubadilishana na wewe kitu fulani. Mwanga wa jua upo hapo kubadilishana na wewe kitu fulani, na kufanya jua popote lilipo, jua kule kule lilipo, linafaidika na hicho ambacho unakitoa kwa kubadilishana na mwangaza wake. Na imekuwa wewe hapo ulipo unafanya biashara za mabadilishano hata na sayari ambazo zipo umbali usiosemeka, nyota ambazo zipo umbali usiosemeka. Lakini kwa jinsi hapo ulipo kuna vitu vinabadilishana, kuna vitu vinabadilishana kwenda katika nyota mbalimbali, na wewe kupokea kutoka katika nyota mbalimbali, sayari mbalimbali, watu mbalimbali, kila kimoja popote pale kilipo, na wewe kuwa ni mfanyabiashara uliyetosheleza, mfanyabiashara uliyetosheleza au bora. Ndio kama vile viungo vya mwili wako vinavyobadilishana, hichi kwenda huku na hichi kwenda huku, ndivyo ulivyo wewe, kwa kuwa viungo vya mwili wako wewe popote pale ulipo, sio mikono yako tu, wala miguu yako tu, wala kichwa chako tu, bali viungo vya mwili wako ni familia yako, ni ndoa yako, ni majirani zako, ni kijiji chako, taifa lako, kwa vyote vilivyopo ndani ya taifa, ni sayari yako, na vyote vilivyopo ndani ya sayari, ni sayari zote, kwa vyote vilivyopo ndani ya sayari hizo zote ni ndio viungo vya mwili wako popote ulipo. Na ndio maana upo hapo, mtoto wako akipata shida fulani, wewe unaumia kwa kuwa ni kiungo chako. Jirani yako akitokewa na kitu fulani, unaumia kwa kuwa ni kiungo chako. Taifa fulani
likitokewa na kitu fulani, ni wewe unaumia kwa kuwa ni kiungo chako. Sayari yoyote, nyota yoyote, ikitokea chochote ukikitazama, wewe unaumia kwa kuwa ni kiungo cha mwili wako. Ndiyo, unaumia kwa kuwa ni kiungo cha mwili wako. Pia chochote kikifurahi, taifa fulani limefurahi, watu fulani wamefurahi, pasipo kujalisha wapo wapi na wewe upo wapi, unakuta moja kwa moja na wewe umefurahi kwa kuwa ni kiungo chako cha mwili wako kimefurahi. Kwa hiyo hata biashara au mabadilishano, unafanya mabadilishano na viungo vya mwili wako. Unafanya biashara na viungo vyako. Hapo ulipo, unafanya biashara na viungo vyako. Viungo vyako ikiwa na maana chochote ambacho unakiona, huyo jirani yako, hicho kijiji chako, kwa kila mmoja aliyopo, taifa zima, ulimwengu wote, sayari zote, unafanya mabadilishano au biashara pamoja nazo, kwa kuwa ndizo zilizo viungo vya mwili wako. Na kwa kufanya popote ulipo, maisha yako yote imekuwa ni mabadilishano. Uwepo wako popote unaishi kwa mabadilishano. Wewe na viungo vyako, wewe na viungo vya mwili wako, unavipatia vilivyo vya mahitaji yako, vya mahitaji yao, na kila kiungo kinakupatia kilicho cha mahitaji yako. Na kwa namna hiyo ndio kukafanya wewe ukawa na mwili mmoja, taifa likawa na mwili mmoja, sayari hii ikawa na mwili mmoja, ulimwengu wote, pasipo kujalisha ni sayari ya wapi au nyota ipi, pasipo kujalisha ni taifa au kabila au dhehebu au dini, bali kukawa na mwili mmoja, kwa kuwa mnabadilishana au maisha yenu ni biashara. Na kwa kuwa maisha yote unayoishi ni biashara, basi biashara hiyo inabidi iwe na afya au usawa. Kwa kuwa maisha yako yote ni biashara, basi biashara hiyo inatakiwa iwe na afya au usawazo kati ya kinachoingia na kinachotoka, kati ya kinachoingia na kinachotoka, vitoke kwa usawa. Ndio maana moja kwa moja ninapokuambia kuhusu afya, namaanisha usawa wa mwili wako kwa viungo vyake vyote. Namaanisha usawa wa mwili wako kwa viungo vyake vyote kuwa sawa, ikiwa na maana usawa wa mabadilishano ya viungo na viungo, usawa wa mabadilishano au biashara, ikimaanisha
maisha yako. Na bila shaka viungo vyako ni kila kimoja kilichopo popote pale kilipo, pasipo kujalisha ni wapi. Pia unapozungumzia biashara, moja kwa moja lazima kuwe na sehemu ya biashara ambayo inafanyika. Ni lazima kuwe na sehemu ambayo biashara inafanyika au biashara inafanyikia, na hiyo sehemu ambayo biashara inafanyikia ndiyo huitwa sehemu ya kazi. Ndiyo huitwa sehemu ya kazi. Sehemu ambayo mabadilishano yanafanyikia ndiyo huitwa sehemu ya kazi. Na kufanya ni lazima uwe na kazi, ikiwa na maana sehemu ya kufanyia biashara ndiyo biashara ifanyike. Ni lazima uwe na sehemu ya kazi, ikiwa na maana biashara inapofanyikia ndipo biashara ufanye. Tena sehemu ya kazi ambayo inatambuliwa na mamlaka zote, inatambuliwa na viungo vyote, inatambuliwa na kila kimoja kilichopo. Na kufanya sehemu ya kazi kuwa ni popote pale ulipo. Sehemu ya kazi kuwa ni popote pale ulipo. Ukiwa jalalani ukasema wewe ni kichaa, hapo hapo jalalani kuna viwanda vinazaliwa hapo, kwa kuwa hapo ni sehemu ya kazi. Ukiwa shuleni au darasani, hapo hapo ndiyo sehemu ya kazi yako ulipo. Ukiwa barabarani, hapo hapo barabarani kuna ajira zilizo nyingi, kuna biashara ambazo zinafanyika barabarani, ikiwa na maana utengenezaji wa barabara zimefanyika barabarani na vitu vingine vingi. Na kukufanya haijalishi uko nyumbani, hapo hapo nyumbani kwako ndiyo kazini kwako. Haijalishi upo wapi wewe mama, hapo hapo ulipo ndiyo kazini kwako, ambapo biashara au mabadilishano hufanyika. Ndiyo naongea na wewe popote pale ulipo, na kwa kuwa ni biashara na hauwezi kuchukua moyo ukaupeleka kwa mwingine na yeye akakupa figo. Huwezi kuchukua sehemu ya macho yako ukapeleka kwa yule na yeye akakupa sehemu ambayo unahitaji, kwa kuwa hauwezi kubeba vitu vizito kwenda kubadilishana. Ukamchukua mtoto wako kwenda kumbadilisha na kitu kingine, ukachukua hichi kwenda kubadilisha na kitu kile. Ndio maana ikatengenezwa njia rahisi ya ubebaji wa mabadilishano, njia rahisi ya ubebaji wa vyote vinavyobadilishana. Na njia hiyo ndio njia ya pesa au fedha.
Ndiyo, moja kwa moja ninapozungumza kuhusu biashara, basi ni lazima nitaje pesa. Ni lazima nitaje pesa. Moja kwa moja ninapozungumza kuhusu mabadilishano, ni lazima nitaje pesa. Ni lazima nitaje pesa kwa aina zake, kwa kuwa pesa imetumika kama kiunganishi wa viwili vinavyobadilishana. Pesa imetumika kama kiunganishi cha viwili vinavyobadilishana katika roho na katika mwili. Katika roho na katika mwili, pesa ndiyo imetumika ikiwa kiunganishi cha biashara na kufanya. Kama unafanya biashara, ni lazima pesa iwe hapo. Kama unafanya biashara, ni lazima pesa iwe hapo katika kukamilisha kazi moja ya mabadilishano, na hata sasa ikiwa na maana. Kama upo popote pale ulipo, pesa ni lazima iwe hapo kwa kazi moja ya mabadilishano, kwa kuwa wewe ndiyo biashara au mabadilishano yenyewe. Kwa kuwa wewe ndiyo biashara au mabadilishano yenyewe, pasipo kujalisha ni shuleni wewe mwanafunzi unasoma, hapo hapo ulipo, pesa ni lazima iwe hapo. Uwe ni mtoto nyumbani, uwe ni mama uko nyumbani, uwe ni yoyote uko sehemu yoyote, pesa ni lazima muda wote iwe na wewe hapo ulipo, kwa kuwa kuna biashara inafanyika. Wewe ni biashara ambayo inafanyika. Kuna vitu vinabadilishana, na msimamizi wa mabadilishano hayo ni fedha au pesa. Tena fedha ni lazima iwe hapo kwa usawa, kwa kuwa kinachotoka ni sawasawa na kinachoingia. Unachokibadilisha ni sawasawa na kile ambacho umekipokea. Kwa hiyo hata sasa, haijalishi uko wapi, haijalishi wewe ni mtoto, haijalishi wewe ni mwanafunzi, haijalishi wewe taaluma yako ni ipi, haijalishi duka lako lina ukubwa upi, haijalishi kibanda chako ni kipi, lakini ubora wa biashara yako upo katika maana hii ya neno biashara. Pesa kuwa hapo katika mabadilishano ipo katika maana ya neno hili biashara nililokwambia. Afya ya mwili wako, afya ya mabadilishano ipo katika maana ya neno hili afya nililokwambia. Afya ya viungo vyako, afya ya watoto wako,
afya ya taifa lako, afya ya sayari zote, afya ya kila kimoja kilicho chako. Ni duka lako, ni taasisi yako, ni shamba lako, ni mifugo yako, ni mume wako, ni mke wako, ni watoto wako, ni wazazi wako, au vyovyote pale kilipo cha kwako. Tena afya bora ipo katika maana ya neno hili ambalo nimekuambia, na neno hili ndiyo pumzisho kwako, kwa kuwa vyote vipo. Pesa ipo, vya kubadilishana vipo, hitaji la afya yako ipo, hitaji la biashara yako ipo, chochote kwa hitaji lako kipo, ila ni jambo moja tu lililokuwa linahitajika, ni funguo ya kufungua njia ya kuzikutanisha au kukutanisha vyote hivi, kukutanisha vitu vinavyobadilishana, kukutanisha pesa iliyo kiunganishi pamoja na vitu ambavyo vinabadilishana. Kwa hiyo ni kimoja ambacho kilikuwa kinahitajika kufika kwako, ni funguo, na funguo hiyo ndiyo hili neno ninalokuambia. Narudia, na funguo hiyo ndiyo hili neno ninalokuambia, ndiyo funguo ya afya yako bora, ya afya yako kuwa bora, afya ya biashara yako, kazi yako, ya kila kimoja chako kuwa bora. Pia neno hili ndiyo funguo ya biashara yako iliyo bora, biashara yako kuwa bora. Ndio naongea na wewe kuhusu afya na biashara iliyo bora, kwa kuwa wewe ndiye biashara bora, kwa kuwa popote ulipo upo unabadilishana, upo unafanya biashara. Pia popote pale ulipo, wewe ndiye uliye na afya bora, kwa kuwa chochote unachobadilishana unabadilishana kwa usawa. Chochote ambacho unabadilishana unabadilishana kwa usawa. Na mwisho sasa, funguo hii ya neno hili limefungua njia zote kwa biashara na afya iliyo bora, kwa biashara yako na afya yako iliyo bora. Basi na upokee pumzisho hili, pumzisho la neno hili ambalo ndiyo funguo ya leo katika afya yako hiyo, katika biashara yako hiyo, popote pale ulipo, kwa fedha, pesa kuzunguka ndani ya biashara yako hiyo, ndani ya afya yako hiyo, ndani ya kazi yako hiyo, popote pale ulipo, pokea pumzisho hili na furaha ya raha ya kuijua kazi, ya kuijua afya na biashara iliyo bora iwe pamoja nawe.